Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada maalum ya kujiweka wakfu kwa ajili ya mwezi wa 10, ambapo leo ni tarehe 1 ya mwezi wa 10 tumeingia sasa. Na wakati nikisubiria tuingie mwezi huu na Bwana aseme nami agenda anayotaka kuifanya ndani ya mwezi huu, Bwana akawa ananionyesha miguu, na akanipa ujumbe wa kila anachoenda kukifanya, ikiwa ni ukombozi wa miguu. Sasa nikawa namuuliza Mungu, ukombozi wa miguu katika lugha ya kibiblia inapoongelewa miguu na ukombozi wake una maana nini? Ina maana nini? Tutaangalia kwa haraka, baadaye tutaenda kujiweka wakfu kwa Bwana kwa ajili ya mwezi wa 10, ambapo Mungu anaenda kushughulika na miguu na anaenda kuikomboa miguu, anaenda kuipa baraka miguu, anaenda kuipa direction miguu. Tunaona maandiko yanaeleza baraka yakiungamanisha baraka, mafanikio ikiunganikana na miguu na hatua kwa maana ya miguu hatua. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi sura ya 37 na ule mstari wa 22, nianzie pale. Biblia inasema hivi: maana waliobarikiwa na yeye watairithi nchi, nao waliolaaniwa na yeye wataharibiwa. Tunaongelea urithi hapa, agenda ni urithi, baraka za urithi katika nchi. Halafu anasema hivi ule mstari wa 23, hatua za mtu zaimarishwa na Bwana. Anauongelea urithi, anakuja kuongelea hatua. Anasema hatua za mtu zaimarishwa na Bwana, naye aipenda njia yake, ajapojikwaa hataanguka chini. Bwana humshika mkono na kumtegemeza. Sasa tunaona hapa hatua zinaongelewa. Ukisoma hapo juu unaona zinaongelewa kwa habari ya urithi wa baraka za nchi. Lakini pia haitoshi, tunaona hii kitu Mungu anaenda kufanya huu mwezi wa 10 ni kitu kikubwa sana tunapoelekea mwishoni mwa mwaka. Urithi anaongelea kwa habari ya baraka na kurithishwa kupitia miguu. Tunaona Mungu alivyokuwa akiongea na Yoshua katika kile kitabu cha Yoshua ile sura ya 1, anaeleza kwa habari ya vile atakavyoenda na Yoshua kama alivyoenda na Musa mtumishi wake. Halafu anamueleza kwa habari Yoshua, anaelezwa kwa habari ya mahali popote atakapokanyaga nyayo za miguu yake, Mungu anampa urithi wa mahali hapo. Kwa unaweza ukaelewa kwamba miguu yako inaweza ikawa haipati urithi wa mahali inapokanyaga. Ndio hapo utashangaa, utasema mbona wengine wanafanikiwa, mbona wengine wana hiki, lakini mbona mimi sina hiki? Lakini uko kwenye nchi ile ile, upo kwenye mtaa ule ule, upo kwenye himaya ama kwenye ukoo ule ule, lakini mwingine akikanyaga mahali anapokanyaga, urithi anaupata hapo hapo, maana baraka anazipata hapo hapo. Anza maana baraka mahali popote utakapokanyaga nyao za miguu yako, Bwana amekupa. Nataka nimwombe Mungu kama anavyosema nasi usiku wa leo tunapoamkia tarehe 1, ya kwamba Bwana akaikomboe miguu yako. Imekanyaga mahali pengi penye baraka, lakini zile baraka hazikuwa urithi wako. Bwana akakuconnect na baraka, akakuungamanishe na baraka alizozikusudia mahali popote utakapokanyaga. Angalia, mali na fedha na dhahabu na mali na utajiri vyote vyatoka kwa Bwana. Kila mahali unapokanyaga pana utajiri wake. Kwa hiyo ni uhakika mahali unapokanyaga pana utajiri wake, ila urithi wa mahali pale ndio changamoto. Na ndio maana unaweza ukapita mahali ukakatiza kwenye shamba la mtu. Kukatiza wala haikupi kesi, ila utakaposema hili ni shamba langu, ndio kesi inaanzia hapo. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu anaweza kuwa unapita, unazipitia baraka, unazikanyaga,
lakini utakapotaka kuzirithi zile baraka ndio kesi. Kwa Mungu anaenda kuifungua miguu yako. Mungu anaenda kukufungua wewe. Mungu anaenda kufungua urithi wako. Utaona mahali pale pale ulipokuwa unauza haupati faida, mahali pale pale unaanza kupata faida. Maana yake nini? Ujue ni baraka za mwezi wa 10, baraka za urithi, ambapo mtu utaanza kutembea kwenye urithi. Mungu anaenda kukurithisha, anaenda kukupa baraka mahali ulipo, mahali unapofanya kazi, mahali unapofanya biashara, kwenye ndoa yako. Mungu anaenda kukupa urithi. Unapokanyaga, akasema utakapokanyaga nyayo za miguu yako, Bwana anaenda kukurithisha. Na unaona kabisa urithi, akasema imana waliobarikiwa na yeye watairithi nchi, nao waliolaaniwa na yeye wataharibiwa. Anasema hatua za mtu zinaimarishwa na Bwana kwenye hiyo nchi ambayo Mungu anaenda kukurithisha. Hatua zake zinaimarishwa, hatua za urithi zinaimarishwa na Bwana mwenyewe, naye aipendee njia yake. Kuna namna ambapo Mungu anakupa direction. Anasema naye aipendaye njia yake. Kuna direction. Mungu akitaka kukupa divine direction, akitaka kukupa mwelekeo wa kimungu, huwa anaanza kuiponya miguu. Na ndio maana Biblia inasema hivi, miguu ni silaha katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana zinapotajwa zile silaha katika kitabu cha Efeso, anasema hivi, lakini tukivishwa utayari katika miguu yetu, utayari upatikanayo kwa injili ya amani. Kwamba kumbe miguu yetu ni silaha katika ulimwengu wa roho, inayoweza kukupa direction ya kusudi la Bwana. Kwamba kumbe unapovaa utayari katika miguu yako, upatikanao kwa injili ya amani, tayari unapata divine direction, unapata miongozo, maelekezo na direction, mwelekeo wa kimungu, mahali ambapo baraka zako zipo. Bwana mwezi huu wa 10 akupe direction, akupe divine direction, mwongozo wa kimungu. Miguu yako haitatembea tena kwa akili yako. Miguu yako itatembea kuzielekea baraka kwa miongozo ya kimungu, kwa mkono wa Bwana, kwa anointing, kwa upako, kwa mafuta. Bwana anaenda kuimarisha hatua zako. Bwana anaenda kukupa urithi wako. Mwezi huu wa 10 unapoenda kumaliza mwaka, Bwana anaenda kukumilikisha. Ni urithi. Bwana anaenda kukupa urithi, anakumilikisha. Bwana akakumilikishe. Ninaona milango inafunguka. Kuna watu mwezi huu mtapokea taarifa za safari za nje. Kuna watu mwezi huu wa 10 mtapokea taarifa za promotion, kwa maana ya kupandishwa vyeo. Kuna watu huu mwezi wa 10, mwezi wa 10 huu, kuna namna biashara utaanza kuona kuna wazo jipya, watu wataleta wazo jipya, utapata watu wapya, utapata wateja wapya, utapata nguvu mpya. Utajikuta biashara uliokuwa ukifanya kwa uvivu na uzito, ghafla unapata nguvu mpya. Wafanya kazi wako nao fanya nao kwenye hiyo biashara yako, ghafla utapata nao nguvu mpya. Kwa kuna mambo makubwa Mungu anaenda kuyafanya ndani ya mwezi huu wa 10. Kwa tunapojiweka wakfu kuianza baraka ya mwezi wa 10 katika miguu yetu, basi ujue ya kwamba miguu yako inaenda kuimarishwa, inaenda kuimarika, inaenda kupokea urithi kutoka kwa Bwana. Nataka mtu mmoja tuende mahali pamoja katika the same direction, spiritual direction, katika mwelekeo wa kiroho unaofanana, ili tuweze kupata kujiweka wakfu katika mwezi huu wa 10 ambao Mungu anatusemesha mambo makubwa kweli ya miguu. Miguu imebeba mambo mengi sana. Moja kitu kingine ambacho Mungu anasema nami, anaenda kuiponya miguu yako. Na unapoona maelekezo ya kuiponya miguu, unaweza ukaenda kusoma kitabu cha Kutoka. Utakuta Mungu anaiponya miguu ya Musa. Anamwambia vua
viatu katika miguu yako, anaiponya miguu yake, kwa sababu kuna namna kama kwenye miguu yako umevalishwa vitu, huwezi sogelea uwepo wa Bwana. Kuna namna tumeshindwa kuzisogelea baraka zetu kwa ajili ya vile vitu ambavyo tumevalishwa kwenye miguu yetu. Mungu anaenda kuiponya hiyo miguu. Katika mwezi huu wa 10 kuna mambo makubwa yanaenda kutokea kwenye maisha yako, kwa sababu viatu vyako utavivua, utapasogelea patakatifu kwa Bwana, utaenda kupokea urithi wako, utaenda kuzipokea baraka zako. Nataka twende mbele za Bwana kwa pamoja, tukaombe, tukajiweke wakfu. Nami kama nabii, kama kuhani wa madhabahu hii, ninapoenda kuitangaza baraka hii ya mwezi huu wa 10, basi nataka na wewe uwe mrithi wa baraka hizi, partaker of this divine blessings, kwamba uwe mmoja wa warithi wa baraka. Na kimoja tu unachotakiwa kuenenda na wingu hili la mwezi wa 10, cha kwanza ni kujiweka wakfu kwa Bwana, Lakini la pili, hakikisha mara baada ya kujiweka wakfu kwa Bwana na kuiachilia sadaka yako, kukamilisha ile hali ya kujiweka wakfu kwa Bwana, hakikisha unasikiliza ibada zote ambazo zitafanyika huu mwezi wa 10 pasipo kukosa. Sisemi ukifika mwezi wa 10 baada hapo uendelee na mambo mengine, no. Lakini nakusisitiza sana, kwa sababu ni dhahiri Mungu atatoa maelekezo mengi sana kuzielekea baraka zetu, kwa sababu kutakuwa kuna divine direction, kuna miongozo katika kumilikishwa, kutakuwa kuna miongozo ya kimungu. Nataka twende mbele za Bwana tuombe kwa ajili ya kujiweka wakfu kwenye ibada kubwa ya kwenda kuifungua huu mwezi wa 10. Twende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakushukuru sana kwa ajili ya mwezi huu, mwezi wa 10 ambao Mungu unaenda kutupa miongozo ya kufanikiwa, ikiwa ni pamoja na kutubariki na kuturithisha kupitia ukombozi wa miguu. Baba, nakushukuru sana kwa ajili ya vile ambavyo umesema unaenda kuziimarisha hatua zetu, maana umesema hatua zetu zinaimarishwa na wewe, na unatuonyesha njia, kwa maana divine direction. Baba, natangaza katika ulimwengu wa roho, kila anayenisikia wakati huu awe mshirika wa baraka hizi na mafuta haya uliyoachilia kwa ajili ya mwezi huu wa 10. Ninatangaza maisha yako, wewe unayenisikia wakati huu, usiwe wa kawaida kabisa. Bwana akakupe neema, anaikomboa miguu yako wakati huu. Roho Bwana, asante kwa maana jinsi ambavyo mtoto wako wewe anavyojiweka wakfu kwa ajili ya mwezi wa 10. Baba, ninaomba anza kushughulika na miguu yake leo, anza kushughulika na hatua zake leo, anza kushughulika na hatima yake leo, anza kushughulika na kila ambacho Mungu anataka kusema na maisha yake kupitia ukombozi wa hatua. Mungu aliye hai, asante kwa maana najua wapo watu wengi ambao wako katika hali mbaya kwa sababu miguu yao ilishikiliwa na adui ikakosa mwelekeo. Ninatangaza miguu kufunguliwa kwako katika jina la Yesu. Miguu yako ipate mwelekeo wa kimungu, divine direction. Miguu yako ipate mwelekeo katika jina la Yesu. Project ambayo ni sahihi utaielekea, project ambayo sio sahihi utaachana nayo. Kazi iliyo sahihi utaielekea, kazi sio sahihi utaachana nayo. Biashara iliyo sahihi utaielekea, biashara isiyo sahihi utaachana nayo. Miguu yako inaenda kuimarishwa na Bwana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Utaona neema ya upendeleo katika miguu yako. Bwana anaenda kuikomboa miguu yako. Bwana anaenda kukupa direction iliyo sawa sawa. Bwana anaenda kukumilikisha mahali unapokanyaga nyao za miguu yako. Bwana anaenda kukupa kila utakachokikusudia ndani ya mwezi wa 10. Miguu yako inaenda kulithishwa baraka. Miguu yako itapewa utayari upatikanao kwa injili ya amani. Miguu yako itavishwa utayari wa mwelekeo wa kutimiza makusudi ya Mungu ili uweze kuwa mrithi. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, wacha amani ya moyo wako irithishwe ndani ya maisha yako. Mungu aliye hai, asante kwa maana huduma unaenda kuziinua, huduma zilizokufa kwa watoto wako. Wacha huduma yako unanisikia iamshwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Wacha identity yako kupitia kupona miguu yako, wacha identity yako, utambulisho wako ujulikane kwa kila mtu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, asante, tunapenda kujiweka wakfu katika ukombozi
wa miguu yetu, hata tupate kumilikishwa yale yote uliyokusudia ndani ya maisha yetu. Tunajiweka wakfu katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Unaenda kumiliki. Kuna namna maombi haya na ufunuo huu na yale Mungu aliyoyasema ndani ya mwezi huu wa 10, kuna watu mnaenda kumiliki mambo makubwa sana. Kuna watu mnaenda kumiliki vitu vikubwa sana. Kuna watu mnaenda kumiliki matarajio na matamanio yenu makubwa mlioyatamania. Kwa maana baraka zinaweza kuwa hatua 10 mbele yako, lakini kama miguu yako haijaimarishwa kuzielekea zile baraka, utabaki kuzipungia mikono na haziingii kwenye maisha yako. Lakini mradi Bwana ametukumbuka kuzikomboa hatua zetu na kuziimarisha ili zipate kurithi na kuelekea baraka, basi una uhakika mwezi huu unaenda kumiliki mambo makubwa sana. Nataka mtu mmoja aamini na aseme amina. Kwa maana kwa hakika yake unaenda kumiliki. Kwa hakika yake unaenda kumiliki. Unapoendelea kumwamini Bwana, endelea kuwa na matarajio ya kwamba Mungu, leo hii inaweza kuwa ni tarehe 1 na nikamiliki leo. Mungu anaenda kukumilikisha. Hatua zetu zinaenda kuimarishwa na Bwana na kupewa divine direction ndani ya mwezi huu wa 10. Nataka ushike sadaka yako njema, sadaka yako nzuri, sadaka yenye kumpendeza Bwana, inayoendana na ukubwa wa ibada yetu, na tunaenda kuiachilia hiyo sadaka kwa Mungu wetu. Tunaenda kuachilia hiyo sadaka sasa kupitia ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 57 78 76 0, au namba za mawasiliano 0713 84 21 23 au 0744 98 25 17. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Endelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya mwezi wa 10. Amen.